wakati muda wa mwisho wa makubaliano ya kusitisha mapigano kwenye vita vya siku 44 vilivyoanzishwa na Israel na Marekani dhidi ya Iran ukikaribia kuisha, kila upande umekuwa ukitoa kauli zinazokanganya kuhusu majaliwa ya duru ya pili ya mazungumzo yaliyotarajiwa kuanza leo mjini Islamabad, Pakistan, huku mito ikitolewa kutoka mataifa mbalimbali kuzitaka Tehran na Washington zisiipoteze fursa ya kumalizia mazungumzo na hivyo kukomesha vita hivyo vilivyoangamiza maisha ya maelfu ya watu na kusababisha hasara kubwa kwa mali, miundombinu na kuhatarisha usalama wa nishati kote ulimwenguni. Mohamed Helef ametukusanyia ya hivi karibuni kabisa kuhusu mzozo huo. Mjini Washington, Rais Trump amekiambia kituo cha CNBC kwamba licha ya Iran kuyavunja mara kadhaa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyodumu wiki mbili, bado anaamini nchi yake ipo kwenye nafasi nzuri ya kufanikisha mkataba wa amani, lakini akionya kuwa hana mipango kuongeza muda wa kusitisha mapigano. Akijibu swali kupitia mazungumzo ya moja kwa moja kwa njia ya simu na CNBC, Trump ameongeza, na hapa namnukuu, "Sitaki kuongeza kipindi cha kusitisha mapigano. Hatuna muda huo sana. Iran ina chaguo na lazima ifikie mwafaka," mwisho wa kumnukuu. Rais huyo wa Marekani amesema pia kuwa haondoshi uwezekano wa kuanza tena mashambulizi ya mabomu dhidi ya Iran, akidai kuwa jeshi lake lipo tayari kwa lolote. Huko mjini Tehran, hadi sasa hakuna kauli yoyote rasmi ya kushiriki mazungumzo ya Islamabad zaidi ya majibu kwa kauli za vitisho za Trump, ambapo spika wa bunge Muhammad Baghir Ghalibaf amesema Iran ina kile alichokiita kadi za kutosha ambazo hazijawahi kuonekana na iko tayari kuzitumia wakati wowote. Hadi mchana wa leo, vyombo vya habari vya serikali ya Iran vilikuwa vikitangaza kwamba hakukuwa na mjumbe yoyote wa nchi hiyo aliyetumwa nchini Pakistan kuendelea na mazungumzo hayo. Kwenyewe mjini Islamabad, serikali ya huko imetolea wito Tehran na Washington kurudi kwenye meza ya mazungumzo. Kupitia mkutano wake na mwambata wa balozi wa Marekani nchini humo Natalie Baker, waziri wa mambo ya kigeni wa Pakistan Ishaq Dar amesema kuna ulazima wa pande zote mbili kuzungumza na sio kurudi tena kwenye vita. Dar ametaka pia muda wa kusitisha mapigano uongezwe kutoka wiki 2 zilizomalizikia usiku wa kuamkia kesho. Msimamo huo pia umesitizwa na Qatar, taifa dogo la Ghuba yenye utajiri mkubwa wa gesi na mwenyeji wa kambi kubwa kabisa ya kijeshi ya Marekani na ambao limeathirika na mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran. Msemaji wa wizara yake ya mambo ya kigeni Majid Al-Ansari amewaambia waandishi wa habari kwamba wanatiwa wasiwasi na kauli tata kutoka kila upande, ingawa anaunga mkono juhudi za Pakistan kupatanisha. Ikiwa makubaliano hayakufikiwa, Qatar inaunga mkono hali ya sasa ya usitishaji mapigano iendelee, na tunategemea kuona ikiendelea hadi hapo patakapokuwa na suluhisho la kidiplomasia. Kurudi kwenye uhasama hakuna faida kwa yeyote. Ujerumani nayo imetolea wito Iran ipeleke ujumbe wake Islamabad kwa duru ya pili ya mazungumzo. Waziri wake wa mambo ya kigeni Johann Vadeful amewaambia waandishi wa habari pembezoni mwa mkutano wa mawaziri wa nje wa Umoja wa Ulaya nchini Luxembourg kwamba kwa maslahi ya maisha ya watu wake, Iran inapaswa kupokea mkono ulionyooshwa na Marekani, huku akiitaka Marekani pia kuendelea kuwa tayari kwa majadiliano. Tunasalia papo hapo. Duru ya pili ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran ipo njia panda. Haya yanajiri wakati makubaliano ya usitishaji vita kwa wiki 2 yakikaribia kumalizika. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Ibrahim Rahbi akiwa Tanzania, na kwanza nimemuuliza kipi kitarajiwe endapo mkwamo utaendelea. Ukweli kuwa bado mtanziko wa dunia unakuwa mkubwa. Unafahamu kuwa umekuwa na kushuka na kupanda kwa bei ya nishati katika siku 3-4 zilizopita, kutokana tu na kauli za kuwa huenda kukawa na mazungumzo au hakuna mazungumzo. Sasa ukitazama masoko ya hisa, ukitazama makampuni makubwa ya nishati duniani, ni kama kwa leo yametulia. Mafuta hayajatajwa kupanda sana wala kushuka. Watu wametulia, wanasubiri tamko la mwisho, huku muda ukiendelea kuhesabu kuwa tutaingia, kwa sababu tumebakiza saa chache kuelekea mwisho kabisa wa ceasefire ya wiki 2. Lakini pande zote mbili zimekuwa na tahadhari za kauli. Ukisikia kauli za upande wa pili wa Marekani, awali zilikuwa zina tishio la chati duniani. Unaona, Donald Trump amejaribu kupunguza ukali wa maneno yake ukilinganisha na wiki moja iliyopita, jinsi alivyokuwa akizungumza na jinsi ya kutamba kuwa tumeshinda na jinsi tutachukua. Ilikuwa ni kauli nyingi ambazo wanajaribu kukotesha ili kujaribu kutatua hili swala, lakini bado imekuwa kwenye kitendawili. Naam, karata gani imesalia mezani? Pande zote mbili zinafahamu ugumu
wa vita yenyewe. Marekani inaweza kuwa yeye ndio yuko kwenye njia panda, kwa sababu huenda anapata shinikizo la nguvu kutoka kwa Israeli kuwa lazima turejee kwenye vita, kwa sababu ukiangalia mshirika wake Israeli, hii option ya mazungumzo si nzuri kwake wala haimvutii, kwa sababu kupata vile anavyovitaka vitimie itakuwa ngumu sana kupitia mazungumzo, na mazungumzo ambayo unaweza kusema kuwa Irani yupo kwenye mazungumzo hali ya kuwa ana kitu ameshikilia, tofauti na mazungumzo ya awali ambayo unaweza kusema labda tulikuwa tunampeleka tunavyotaka, lakini mara hii ana uamuzi wa kuamua kuichezesha dunia anavyotaka. Unaona vigumu. Kwa hiyo hii unaweza ukaona kwa kuna shinikizo ambalo linatoka Israel kuwa lazima turejee kwenye vita, lakini upande wa pili, upande wa Marekani wanakuwa na tahadhari zote kuwa ikiwa tunaweza tukapata makubaliano ambayo hata yakaonyesha taswira nzuri ya ushindi, basi hii inaweza ikawa njia bora zaidi kwetu. Turufu huwezi kuamua wala kusema kuwa turufu kubwa iliyobaki ni ipi. Wanadiplomasia wa muda mrefu kutoka Ulaya wanasema kwamba kuna uwezekano wa kupata kile tunachoweza kuita bora makubaliano, lakini si makubaliano bora kwa sababu ya kuharakisha matokeo au labda kukosa ushawishi katika mazungumzo hayo. Mtizamo wako ni upi? Ni kweli unaweza ukahisi hilo Ulaya wanalizungumza, kwa sababu unafahamu, ukirudi nyuma kwenye mazungumzo ya Barack Obama ya JCPOA, kuna baadhi ya nchi nyingi za Ulaya zilikuwa mashahidi wa hayo mazungumzo na walishirikishwa kwenye hayo mazungumzo. Kwa hiyo walikuwa wanafahamu nini kilichokuwa kikijadiliwa katika hayo mazungumzo, lakini Trump toka amerejea madarakani mara ya pili ni kama amewatenga sana Ulaya. Je, Marekani na Iran zimeshinikizwa vya kutosha kuafikiana? Tuna shida kwenye kile kitu kinaitwa jumuiya za kimataifa, kwa sababu hiki kitu kinachoitwa jumuiya za kimataifa hufanya kazi kuwa nzuri pale kazi inakuwa ya kwao, ndio utaona sheria zinafanya kazi, utaona hali inaenda sawa. Lakini hiki kitu kinaitwa jumuiya za kimataifa ikiwa kinafanya kazi kwa wale ambao si rafiki zao au si washirika wao, huwa hakina meno kabisa na hakiwezi kufanya lolote. Ni Ibrahim Rahabi huyo mchambuzi wa siasa za kimataifa, nimezungumza naye akiwa nchini Tanzania. DW tunavuma kwa kishindo. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 amelaani ukoloni wa kuyapora madini ya bara la Afrika pamoja na migogoro inayoliandama bara hilo. Kiongozi huyo wa kiroho ameyasema hayo akiwa nchini Guinea ya Ikweta, kituo cha 4 na cha mwisho cha ziara yake barani Afrika. Mengi zaidi yanasimulia Saumu Mwasimba. Akishangiliwa na umma wa waumini na wananchi wa taifa hilo lenye wakazi wengi wa Katoliki, Papa aliwasili katika mji mkuu Malabo akiwa amevalia kofia yake rasmi ya kipapa ya rangi nyekundu, hiyo ikiwa ni ziara ya kwanza kuwahi kufanywa na kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki nchini humo tangu mwaka 1982 alipotembelea St John wa pili. Katika ujumbe wake, Guinea Ikweta, nchi ambayo kiongozi wake amekaa madarakani tangu mwaka 1979 na akiwakandamiza wapinzani wake, Papa amelaani kile alichokiita ukoloni wa kuyadhibiti madini ya bara la Afrika na kiu ya kuwania madaraka. Koloni hilo la zamani la Uhispania katika pwani ya Afrika Magharibi inayoongozwa na Rais Teodoro Obiang Nguema, kiongozi aliyekaa muda mrefu madarakani barani Afrika, anayelaumiwa kueneza ufisadi na kuendesha utawala wa kimabavu. Pamoja na utajiri wa mafuta uliogundulika katika taifa hilo katikati ya miaka 1990 uliobadilisha hali ya uchumi, zaidi ya nusu ya wananchi wa taifa hilo lenye wakazi karibu milioni 2 wanaishi kwenye umasikini. Papa Leo aliyewasili nchini humo akitokea Angola amekutana na Rais Obiang katika ikulu na kisha kutoa hotuba mbele ya maafisa wa serikali, wanadiplomasia na wawakilishi wa mashirika ya kiraia. Na katika hotuba hiyo ambayo imekwenda sambamba na siku ya kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu kifo cha Papa Francis, kiongozi huyo wa kiroho alitumia maneno yaliyowahi kusemwa na mtangulizi wake huyo ya kulaani ukosefu wa usawa kwenye mapato. Katika ulimwengu uliozimwa kwa kiburi, kiu na njaa ya watu kudai haki, ni muhimu kuwahimiza wale wanaoamini katika amani na kuthubutu kufuata siasa za tofauti ambazo zitaweka mbele maslahi yao. Kinachotakiwa haraka ni ujasiri wa kuwa na mtizamo mipya na mpango wa elimu
utakaowapa vijana fursa na imani. Papa Leo pia amegusia namna ambavyo matatizo yameongezeka na kushuhudiwa wazi wazi hivi sasa kuliko miaka iliyopita, kwa kuitaja migogoro ya kivita inayoshuhudiwa mara kwa mara, ikichagizwa na ukoloni wa kutaka kupora mafuta na madini bila kujali sheria ya kimataifa au sauti za wananchi wanaopinga. Guinea ya Ikweta ni nchi ambayo haiongozwi kwa misingi ya kidini, lakini kiasi 75% ya wakazi wake ni Wakatoliki, na hivyo kuifanya kuwa nchi yenye idadi kubwa zaidi ya waumini wa Katoliki barani Afrika. Kesho Jumatano, Papa Leo atatembelea gereza lililoko katika mji wa bandari wa Bata na kukamilisha ziara yake Alhamisi kwa kufanya misa kubwa katika uwanja wa michezo wa Malabo.